Shemeji. Shemeji niache. Shemeji. Shemeji sogea huko. Shemeji sogea huko. Sasa mimi ninachokushauri, tuachane na yote. Mimi ninachokushauri wewe sasa hivi kilichobaki ni kutoka nje ya ndoa. Inawezekana damu yako wewe na ya mume wako hazijaendana. Hebu fanya hivyo, utakuja kunishauri, utakuja mwenyewe kuniambia. Asante Jeni. Gaza nini? Sina mlango ya kutafuta ujauzito. Umepata wapi? Nimetoka kwa mama nilivyoenda. Vipi? Gaza nini? Sina mlango ya kutafuta ujauzito. Umepata wapi? Nimetoka kwa mama nilivyoenda. Niliongea na mama. Mama kaniambia kuna bibi naye kuna bibi bingwa yani. Huko kijijini anasaidia watu. Kwa kanishawishi mwanangu usikate tamaa. Jaribu na wewe, Mungu anaweza kukuona. Ila mimi binafsi Mungu nimekata tamaa na kunywa tu, yani nifanyaje? Hivyo. Kuna swali wanakuuliza mara nyingi sana. Hivi enzi za ujana wako ulikuwa unatoa mimba au ulishakutoa mimba? Mume wangu wewe. Umewaza nini mpaka uniulize hilo swali? Unajua, ikitokea umejua chanzo la tatizo, ni rahisi sana kutibu hilo tatizo. Ndio maana nikawa nimekuuliza hivyo. Sije tukahangaika kumbe labda ulitoaga mimba, kizazi kikaharibika au kikatolewa. Hivyo si la soko ubaya. Unafikiri mimi napenda yale mamangu? Na mimi sipendi mamangu, na mimi natamani nipate mimba. Na mimi natamani nipate mtoto mume wangu. Na ndio maana unaona nahangaika kunywa madawa, nimechoka. Unajua nimechoka. Lakini nitafanyaje? Na mimi natamani nitoe mama mume wangu. Na mimi natamani nishike mtoto wangu. Sina jinsi tu. Yes. Kuna muda maneno yako yanachoma. Mimi nakuelewa. Na si kwamba nakusema labda ama vipi. Na niko pamoja na wewe. Ila nitamani tu kujua hivyo. Basi usilie. Sawa. Vipi dawa? Umeshamaliza kunywa? Nimekunywa, ila hiyo baki pia nitakuwa nimalize. Jitahidi basi, malizia. Ila mambo ya uchungu. Yeah. Inaonekana hata kwa macho tu.
Pole mke wangu, inaonekana ndio chungu sana, na unaweza ukanywa hivyo ukashangaa na mimba usipati. Sema maneno gani haya? Nakutania bwana, tukisema tuwe serious eti kwa sababu hatupati mtoto tusiongee hivyo. Ndio nini? Sasa utani gani ambao unaendana na kweli? Hakuna ukweli, utazaa tu. Haya, asante kwa kunitia moyo. Shemu wangu hajarudi tu. Bado hajarudi. Basi ngoja mimi nikaoge. Sawa. Vinyi wadada, fundi wenu mimi ananitafuta nini? Kaka, fundi wetu sisi hana hata shida. Sema kuna vitu fulani vilikuwa vimetokea, lakini mambo yameshakaa sawa na imani atakuwa tu sawa. Da Sophie, fundi ana changamoto gani? Hebu kuwa mkweli. Kwa nini unadanganya kaka wa watu? Hivi nguo yangu katengeneza kweli? Kaka, yaani usijali kuhusu nguo yako. Fundi nguo yako ameishona. Sema inabaki ni padogo sana kuimalizia ile nguo. Na imani leo au kesho anaimalizia kabisa bila kuchukua nguo yako. Sikiza nikwambie kaka. Hiyo nguo haijashonwa. Kwanza nahisi hata wewe fundi mwenyewe kashasahau kitambaa ilikuwa ni rangi gani. Sasa wewe endelea kumsikiza kama utasikiza Sophie au utanisikiliza mimi. Sasa wewe siku nikija ndo nitakuja kujua mkweli ni nani na muongo ni nani. Kaka, naomba niamini mimi. Fundi nguo kashona kabisa, usimsikilize huyu. Mimi mwenyewe kwa macho yangu nimemwona fundi akichukua kitambaa na kukata kwanza kushona. Hukuwepo wewe Eva, fundi kashona kakangu, niamini mimi. Alafu na wewe endelea kumtunzia wewe fundi wako huyo. Maovu haya kitakuramba. Mimi naenda sawa, ila siku nikirudi kitaumana. Siangalie sana. Hiyo mbona muongo hivyo? Wewe fundi ameshona hiyo nguo. Unajua kitambaa ni aina gani? Nakuuliza wewe unajua kitambaa ni aina gani? Eva, yaani wewe unajua kabisa fundi ile nguo hajashona. Halafu unakutana na mteja unamwambia kwamba fundi hajashona. Maana yake nini? Yule fundi mimi namjua, wewe umenikuta mimi. Fundi ni muongo, ndio maana nimeamua kumwambia kaka ukweli asitegemee. Sasa Eva, nisikilize. Wewe hapo unajifunza pale utakuja kuwa fundi. Sawa? Nataka nione ufundi wako wewe. Je, utakuwa muongo au sio muongo? Kwa sababu ukisema uongee ukweli kwa kila mteja anayekuja pale, ndugu yangu utakuwa kila siku upati hela. Ndio nakwambia. Yaani siku mbili hizo umeshajifunza uongo maskini jamani dada. Ndio hivyo, fundi ndio hajashona, najua tu atashona. Sasa bwana naye kwanza tuhusi wao, sisi tuende zetu bana. Shika mkono kila mtu aende kidogo. Sasa we Sandra, ina maana tatizo lako umeamua kulikalia kimya. Sasa nitafanya nini geni? Leo unajua mwenyewe jinsi gani nilivyohangaika. Wapi sijaenda mimi rafiki yangu? Kwa waganga, makanisani. Kila sehemu mimi nimevuruga. Yaani huwezi amini rafiki yangu, mimi nimeshakata tamaa. Yaani nimekata tamaa kabisa. Mimi sidhani kama nitabeba tena mimba. Unapaswa usichoke shoga yangu. Maisha sasa hivi usipokuwa na mtoto ni sawa na bure. Upo. Wewe hapo unatutakiwa sasa hivi ni kupambana ili upate mtoto umfurahishe yule mwanaume mule ndani. Wewe unataka kukaa kizembe? Mwisho wa siku atakuletea mtoto mwingine. Yaani atazaa nje akuletee mtoto ulee. Eti mimi nishachoka. Unachokaje mtoto wa kike? Hapa hakuna kuchoka. Yaani hapa wewe tunapambana mpaka upate mtoto. Plani gani sasa hiyo ndugu yangu? Na plani zote tumeshazifanya. Una plani nyingine kwani? Shoga yangu. Kilichobaki sasa hivi ni kutoka nje ya ndoa. Wasemaje wewe? Nini?
Hivi unajisikia unachokisema? Hauna kurupuka tu kuniambia maneno. Nini rafiki yangu? Yaani umekaa umewaza. Ukaona Sandra ana shida kutokupata mtoto. Kwa hiyo ngoja akija nyumbani kwangu basi nimwambie haya maneno. Nawezaje mimi kwenda kumchiti mume wangu nje ya ndoa? Hivi mnamuona wewe? Wewe uko wapi wewe? Sasa nisikize nikwambie. Wewe utasema humsaliti, kumbe mwenzako nje anakusaliti. Upo. Na usiombe apate mwanamke ambebee mimba. Sandra na kuita mara 3. Sandra utalia. Yaani utalia kilio cha mbwa. Nakwambia ukweli. Pambana na upate mtoto. We mwaka wangapi huu? Wewe unafikiri anapenda mwanaume huko ndani? Hapendi, sema hana jinsi kwa sababu ni mke wake wa ndoa. Lakini ingekuwa ni mchepuko tu kama michepuko mingine, ungekuwa ushaenda kwenye shoga yangu. Sasa mimi ninachokushauri, tuachane na yote. Mimi ninachokushauri wewe sasa hivi kinachobaki ni kutoka nje ya ndoa. Inawezekana damu yako wewe na ya mume wako hazijaendana. Hebu fanya hivyo, utakuja kunishauri, utakuja mwenyewe kuniambia, asante Jeni. Wewe Jeni unaongea nini wewe? Na kuhusu si mume wangu si kutoka nje kunisaliti. Yeye kama anaamua kunisaliti, siende akazae nje, aniletee mtoto, hizo ni dhambi zake yeye. Yeye kama yeye. Mimi siwezi kumsaliti mume wangu. Yeye ni mume wangu. Jeni. Tumeka viapo kanisani eti. Nawezaje Jeni, ni dhambi kubwa Jeni. Nini nikabebe mimba kwa mwanaume mwingine, nije nimsingizie mume wangu kwamba hii mimba ya kwako? Sikia nikwambie rafiki yangu. Yeye mume wangu kama ataamua kufanya hivyo, mwacha afanye. Is okay. Ila mimi binafsi siwezi rafiki yangu. Na kingine, mimi namwamini sana mume wangu kwa sababu kupitia hili swala langu hajawahi kunitenga. Ananipenda, ananiheshimu, ananijali, yaani ananipa sapoti zote kama mke. Kama Mungu alivyoniumba na yeye Mungu ameamua mimi kunipa mtoto. Mimi kila kitu namwachia Mungu. Wakati wa Mungu ukifika nitapata. Amen. Mungu hajapenda basi Jeni akiso mimi ndio nikamsaliti mume wangu. Mungu mwenyewe anasema jisogeze ili akusogeze. Usimwone chura analuka. Ukimpiga teke anafurahi kwa sababu anaona unamuongezea mwendo. Sasa we sema na Mungu. Mungu anakuona tu umekaa na simsaliti mume wangu. Mungu hawezi kusema. Mungu ana mambo mengi shoga yangu. Mungu anaangalia mahospitali. Mungu anaangalia kuna wengine huko hospitali. Mungu anaangalia kila idara. Anachotaka Mungu ni uanze akumalizie. Sasa we kaa hapo sema lia na Mungu tu. Mungu atakufuatilia wewe tu. Aache kumfuatilia anaoemea mipira hospitali. Shauri zako. Kwa rafiki yangu, siku zote unanipa ushauri na ufuata. Ila kwa ushauri wa leo, je, ni kipenzi changu, siwezi kukusikiliza na sitofanya hicho unachokitaka nikifanye. Si unanielewa? Utajua mwenyewe bwana. Mimi hapo ndo nishamaliza ushauri wangu. Unaweza ufanyia kazi au ukaacha, utajua mwenyewe. Lakini utajua. Sawa. Mimi naomba maji ya kunywa. Yaani hayo maneno yako mpaka nasikia kiu. Shoga yangu, yani wewe kwa kuniiga. Yaani umeamua uvae dera rangi hiyo ili tufanane. Toka hapa nenda huko. Sisi mapacha. Nimekuja vizuri fanda kunikia na maneno yako. Bwana, pole Sandra. Wewe ila fanyia kazi na wewe. Mbo bana toka hapa nifanyie kazi nini? Shikamoo shemeji. Shemeji. Abe. Marahaba, za chuo? Safi. Za utokako? Salama tu shemeji. Okay. Samahani, nakuomba mara moja shemeji.
Vipi maendeleo yako? Naendelea vizuri shemeji. Sawa. Shemeji, hatujai kuongea kitu, ila nataka nikwambie jiji la Dar es Salaam inabidi uwe makini sana. Lina mambo mengi sana ambayo sio mazuri. Kingine shemeji, naomba nikwambie hiki kitu, ila usijisikie vibaya. Usijisikie vibaya. Shemeji, wewe mtu mzima, unajua kinachoendelea. Unajua kinachoendelea kwamba mimi na dada yako hapo tunayo changamoto ya kutopata mtoto. Sawa, eh? Lakini sasa hiki ninachokwambia si kwa sababu tuna changamoto. Hiki ninachokwambia ni kitu tu kinaweza kikamtokea mtu. Yaani kikamtokea mtu. Samahani kwa hiki nitachoenda kukwambia. Shemeji, inawezekana ikawa ngumu labda kuniamini au vipi, whatever, ila niseme ukweli wa moyo wangu, ukweli wa maisha yangu. Sijawahi kupenda mwanamke yeyote kama vile ambavyo nimekupenda wewe. Nikiongea hata mimi mwenyewe nikawa najifikiria, yaani inawezekanaje? Yaani inawezekanaje hivi atokee mwanamke umpende kiwango hiki? Shemeji, nimetokea kupenda sana sana sana. Utanitafsiri unavyojua wewe, unaweza ukatafsiri kama shemeji amenikosea heshima na vitu kama hivyo, lakini nimeona nitavumilia mpaka lini kuficha hisia zangu. Iko hivyo shemeji. Shem, samahani. Naelewa kinachoendelea kati yako na dada yangu, lakini naomba vumilia. Ni swala la muda tu. Ni kwamba Mungu hachelewi wala hawai, anafanya kwa wakati. Kwa hiyo na imani tu siku moja dada yangu atapata ujauzito naye atapata mtoto. Naomba hilo Shem, vumilie. Alafu umesema kwamba unanipenda. Samahani, sijaelewa unamaanisha nini. Shemeji, mimi nikisimama mbele ya jamii ikaonekana na kisema hiki ninachokisema kwako, nitaonekana mwanaume mbaya sana sana, lakini tukisimama mbele ya ukweli au nyuma ya ukweli wa hiki ninachokisema, niko sahihi sana shemeji. Embu nisikuchoshe, naona umechoka. Naomba nenda tu kwanza, nadhani tutaongea wakati mwingine. Asante Shem. Sawa.